Hii Kenya imeharibiwa sana sana na Wakikuyu, hawa Wakikuyu na hawa Wakalenjin. Wakikuyu na Wakalenjin ndio wenye wamekaa kwa hii mamlaka na wameharibu hii nchi yetu. Kalonzo inatakana uheshimu baba kuwa kiongozi wa Azimio. Kwa sababu ulikuwa umechukua hiyo nafasi wakati baba alikuwa anaenda katika ile kiti ya AUC. Huyu baba amepigania hii nchi kutoka mbali. Bwana Kalonzo, mimi ninakuomba ukaweze kuungana na baba, ukaweze kurekebisha hii nchi yetu, uachane na mambo ya kupayuka. Huyu Martha Karua alipayuka safari moja, akatoka Azimio na akaenda tena, akaunda chama ingine na akarudi. Tunawasamehe hao wamama wanakuanga namna hivyo, sisi tunawajua vile wanakuanga, lakini mambo yao tunawasamehe, tunawalete pamoja. Kama Rais Ruto amekubali ya kwamba tukaweze kuongea kwa ile mambo ambayo wewe ulikuwa unapanga na mlikuwa mnaongea mkapitisa, na Rais Ruto amekubali muweze kuongea, kwa hiyo ni mambo mzuri ambayo tunatakana tumuunge mkono rais wetu akaweze kutengeneza hii nchi. Jina langu ni Peter Andai, bunge la wananchi Nakuru Shabab. Mimi ningependa kuongea kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Kalonzo inatakana uheshimu baba kuwa kiongozi wa Azimio. Kwa sababu ulikuwa umechukua hiyo nafasi wakati baba alikuwa anaenda katika ile kiti ya AUC. Na kwa sasa kwa vile hakupata ile nafasi, amerudi, inatakikana umheshimu na umupatie hiyo nafasi akatufanyie kazi katika hiyo Azimio. Baba tulimuhitaji wakati alitoka katika ile kiti alipokosa. Tunamuhitaji sana sana katika hii nchi yetu. Kuna pahali tunataka aturekebishie, pahali nchi yetu tunaona inaenda kombo, pahali ya ufisadi, na hii kitu unaona kinaangamiza hii nchi yetu na inaenda kombo kabisa. Kwa hivyo zile mambo huyu baba alienda nayo kwa kuungana na Rais Ruto, ni hiyo mambo ambayo wewe ulikuwa katika ile kamati na mkapanga mkaipitisha, na yeye alipoenda nayo kwa rais akaweka sahihi, na sasa hiyo ndio mambo inatakana tushughulikie. Hiyo ndio mambo wewe ulikuwa nayo ukapeleka huko, na hiyo ndio kitu sisi bunge la wananchi tumeangalia. Tunataka hiyo mambo ikaweze kurekebishwa, ikuje kwa laini vile tunavyotaka. Hii Kenya ni yetu na sisi wenyewe ndio tunaweza taka ikarekebishwe, ikarudi kwa mahali yake. Huyu baba amepigania hii nchi kutoka mbali, kutoka kwa Moi. Yeye aliingia hapo kwa Moi mpaka Moi akakubali ya kwamba tukaweze kukua, akaweze kuretire, na mwenye atakuja akatengeneze katiba mpya. Na wakati aliingia pale kwa Kibaki, tena alipigania kwa katiba mpya, na katiba ilipotoka kuna pahali hapa kuingia vizuri, penye palikuwa tunataka parekebishwe, na pahali hapo pameharibu nchi yetu kabisa. Hii nchi ya Kenya mnajua hapo pahali imeharibika, lakini kurekebisha imekuwa ni shida, kwa sababu ya watu wenye wanaharibu wanaona ni ngumu kuachilia hiyo, wanataka kuharibu kabisa. Hii Kenya imeharibiwa sana sana na Wakikuyu, hawa Wakikuyu na hawa Wakalenjin. Wakikuyu na Wakalenjin ndio wenye wamekaa kwa hii mamlaka na wameharibu hii nchi yetu. Ndio sababu unaona huyu mzee tunamtaka hapa aende akarekebishe hiyo nchi yetu ikaweze kusimama vizuri katika
nchi katika kontinenti hii ya Afrika, ndio Kenya ndio inaonekana ambayo haichakaa kwa laini vizuri. Kwa sababu ya hiyo Bwana Kalonzo, mimi ninakuomba ukaweze kuungana na baba, ukaweze kurekebisha hii nchi yetu, uachane na mambo ya kupayuka. Huyu Martha Karua alipayuka safari moja, akatoka Azimio na akaenda tena, akaunda chama ingine na akarudi. Tunawasamehe hao wamama wanakuanga namna hivyo, sisi tunawajua vile wanakuanga, lakini mambo yao tunawasamehe, tunawalete pamoja, tukaweze kujenga hii nchi yetu. Nchi ni yetu. Kwa hivyo Bwana Kalonzo, tunakuomba, bunge la wananchi linakuomba ukaweze kushirikiana na baba, tukaweze kufanya kazi pamoja, tuweze kutengeneza hii nchi yetu. Kama Rais Ruto amekubali ya kwamba tukaweze kuongea kwa ile mambo ambayo wewe ulikuwa unapanga na mlikuwa mnaongea mkapitisa, na Rais Ruto amekubali muweze kuongea. Kwa hiyo ni mambo mzuri ambayo tunatakana tumuunge mkono rais wetu akaweze kutengeneza hii nchi. Kama rais amekubali kutengeneza nchi, hata yeye ameona hiyo makosa ambayo Kibaki aliona ile makosa, vile vile Uhuru alikuwa hapo na akaona hiyo makosa, akataka kurekebisha. Huyo Ruto akakataa, na tena saa hizi ameona hiyo makosa, amekubali kurekebisha hiyo. Kwa hivyo usionee baba kama amepotoka. Baba ako kwa njia, waacha muungane na yeye vizuri, urekebishe hiyo maneno ikue kwa laini. Kitu la pili, ningeenda kuongea kwa ili tume la kuchunguza mambo ya ufisadi katika nchi. Na ninaona hapo kwa gazeti wanajaribu kazi hiyo kufanya, lakini nataka wajaribu tena waangalie katika state za nchi, State House. Tunaona kama kuna ufisadi huko ndani, na sisi wananchi wa bunge la wananchi hatujaona vizuri, lakini tunaonea nje. Tukiangalia vizuri katika State House ya Nakuru, imekuwa hapa nje inaonekana chafu, ndani hatujaingia, lakini nje barabara imepomoka, maua ichalimiwa, hakuna kitu inatengenezwa, fence ni chafu. Hata wageni wakikuja watembelee State House Nakuru, tutaona aibu sisi viongozi wa hapa Nakuru. Ile barabara yenye inaingia kwa State House, ukiangalia imetoka masimo, ile maua haijadimiwa nini, fence ni chafu, hata sijui kama ndani kumepakwa rangi. Lakini pesa ya State House tunaonanga ikisomwa pesa mingi kabisa ambayo inawekwa kwa State House kurekebisha State House, na hatujui inafanya kazi gani. Kama nchi inaweza kaa namna hiyo, inakaa hivi chafu namna hiyo. Kwa hivyo tunaomba tume ya kuangalia ufisadi uchunguze upande wa State House. State House sote zenye siko Nakuru, siko Nairobi, siko Kakamega, siko Kisumu, siko Eldoret, siangaliwe na ya Mombasa, yote tuone State House zimewekwa vizuri, ama State House inakaa namna gani, na pesa inatengewa State House inafanya kazi namna gani. Asanteni sana.